Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kama alivyowahi kusema mwanaharakati maarufu Martin Luther King kwamba kipimo cha uongozi sio pale mnapokuwa katika amani, katika raha, katika faraja. Kipimo cha uongozi ni pale mnaposimama wakati wa changamoto na mkanganyiko. Na sisi tunaona kwamba nchi yetu ipo katikati ya changamoto kubwa, ipo katikati ya mkanganyiko mkubwa. Bila uongozi madhubuti kututoa kwenye mkwamo tulionao, upo uwezekano usio na shaka kuwa nchi yetu inaweza kuingia kwenye mkwamo mkubwa zaidi wa kisiasa, kiuchumi na kijamii. Tuombe Mungu kwamba baada ya yaliyotokea lisitokee tena jingine linalofanana na yaliyotokea. Ikitokea basi tunaamini kwamba mambo yatakuwa magumu zaidi. Na tunasema hivi kwa sababu leo tuna faida moja kubwa sana. Tuna faida kwamba pamoja na yote yaliyotokea, pamoja na wakati mwingine unaonekana labda watu kuna uhasama, lakini faida moja tulionayo katika nchi yetu, bado watu wanaweza kukaa pamoja wakazungumza na kupata mustakabala mwema. Inayosikitisha kwamba pamoja na fursa hiyo, Watanzania na hasa viongozi waliojipa mamlaka ya nchi hii wanaichukulia hii for granted, kama ni kwamba ni jambo la kawaida. Ndio Tanzania yenyewe. Hiyo sio Tanzania. Ni Tanzania iliyojengwa kwenye misingi hiyo. Lakini tukiibeza, tusipoithamini hili na tusipolitumia kwa wakati mwafaka, Tanzania hii basi itabadilika na itakuwa zaidi ya nchi nyingine ambazo nazo zimepitia katika haya. Kwa hivyo tunaona ni wakati mwafaka kabla hatujaingia kwenye tatizo lilokuwa kubwa zaidi. Lakini tunafanya haya kwa ajili pia ya kutoa fursa kwa Watanzania wenzetu mbalimbali. Hapa tunaziona sura mbalimbali ambazo tunaamini kwamba haziwezi kushindwa kutoka hapa, na jambo zuri litakalosaidia kujenga mustakabala mwema wa nchi yetu. Kwa hiyo sisi tumesema tutangulie kutumia fursa hii kwa ajili ya kutoa fursa kwa Tanzania wenzetu mbalimbali kutumia fursa hii. Licha maneno ya kujifariji ya watawala kwa nchi yetu inasonga mbele, ukweli ni kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umeacha majeraha makubwa sana kwa taifa kwa pande zote mbili, Tanzania bara na Zanzibar. Majeraha ambayo yameathiri sana mustakabala wetu wa ndani na heshima ya nchi yetu kimataifa. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umetumbukiza taifa kwenye mgogoro mkubwa wa kijamii ambao matokeo yake, usipochukuliwa hatua sahihi za upesi, unaweza kuligawa na kuliangamiza taifa letu. Hatupaswi kufika huko. Mifano ya wazi ambayo yanaashiria haya tunayosema ipo kadhaa, na hapa naomba nichukue fursa hii niitaje mifano michache tu. La kwanza ni legitimacy ya uongozi tulionao wa nchi. Hata kama watu wanajifariji kwa kusema kwamba wapo madarakani kwa sababu wametangazwa na tume ya uchaguzi au tume za uchaguzi, lakini namna uchaguzi ulivyoendeshwa, imani ya watu juu ya uchaguzi, matokeo ya uchaguzi na matokeo yaliyofuata
baada ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, yanaondoa uhalali wa uongozi mzima tulionao Tanzania kwa sasa hivi. Na hili tukubali kwamba huwezi kuwa na taifa ambalo liko katika hali hiyo na bado mkakaa kimya, mkajidanganya, mkajifariji kwamba mambo yako sawa tu. Hili ni tatizo kubwa sana. Lakini la pili, uchaguzi umeacha simanzi kutokana na mauaji ya mamia ya Watanzania, na hakuna jitihada za kuleta uwajibikaji kwa wale waliosababisha mauaji haya. Tume ya Jaji Chande ambayo iliundwa kwa ajili ya kuchunguza yaliyotokea, baadhi yaliyotokea, sisi tuseme haki, imeambiwa ichunguze vurugu za wakati wa uchaguzi, badala ya kuzifuta machozi familia zilizopoteza wapendwa wao kutokana na mauaji ya mwaka 2025, imetia pilipili kwenye kidonda. Huu ni ukweli. Sasa ajabu kubwa zaidi ya nchi yetu, kuna watu wanataka hata haya yasizungumzwe. Leo kuna watu ambao wanatishwa kwa wanayoyasema bungeni kuhusiana na aliyotokea kwenye chaguzi kwenye uchaguzi. Mtu anazungumza katika pahala ambapo kikatiba ya nchi kuna unqualified privilege, kuna absolute privilege ya uhuru wa kuzungumza, na bado leo mtu anazungumza katika vyombo hivi na bado anafatwa, anapewa vitisho. Unakoelekea siko. Ndipo tulipo wa Tanzania. Lakini la tatu, siasa za ushindani wa kidemokrasia zimetoweka na mamlaka ya wananchi kuchagua viongozi imetekwa nyara na watu wachache wanaojipa majukumu hayo. Ndugu washiriki, msingi wa uzalendo katika nchi, uhusiano wa mwananchi na nchi yake, uhusiano wa mwananchi na taifa lake, ni uwezo wake, ni haki yake ya kuchagua na kuchaguliwa. Ikiondoka hiyo, maana yake una taifa la watumwa. Hawawezi kuchagua bwana, hawawezi kuchagua anayewasimamia. Ukiliondoa hilo, maana yake umeondoa uzalendo, umeondoa uwajibikaji, na mimi nasema umeondoa nchi yenyewe, msingi wa taifa lenyewe. Kwa hili sisi tunasema kwamba kilichopo kwenye mkanganyiko. To be a pet parent is to be human. Sometimes we feel guilty. La siasa sio tu suala la kwamba chama kimeshinda au kimeshindwa, sio tofauti za kiitikadi. Kilichopo kwenye crisis katika nchi yetu ni constitutional order ya nchi hii, kwa sababu constitutional order ya nchi, la mwanzo ni kuwawekea viongozi wananchi kuexercise haki yao kutafuta viongozi wanaofaa, na wananchi kuexercise haki yao ya kuwawajibisha viongozi wao. Hii ndio inayojenga nidhamu, hii ndio inayojenga taifa. Inapokuwa hiyo imekuwa structurally compromised, hapo unasemaje wewe una taifa? Na unakwenda unasema unapanga dira ya taifa. Liko wapi taifa ambalo unalipangia dira hiyo, wakati msingi wake mkubwa umeondolewa? Leo tumefika pahala
hakuna ambaye anajua. Wananchi wanajua sasa kwamba wanaweza akachagua kiongozi wao, na maneno yao wenyewe wanasema asitangazwe, akatangazwa mtu ambaye wanajua kwamba hawakumchagua, wanajua kwamba hawamtaki. Na uwakilishi si suala tu la kwamba yupo lakini ni uwajibika, ndio sauti ya wananchi katika vyombo vyao vya maamuzi. Hilo limeondoka. Lakini jambo la 4, mshikamano wa kijamii umeyumba sana. Tunasema pamoja na utamaduni huu wa Tanzania wa kuwa na mshikamano, kuwa na uvumilivu, lakini kwa aliyotokea katika uchaguzi huu, basi umeyumbisha sana mshikamano huu wa kitaifa. Tumeona chuki kubwa ambayo imejengwa, hasira kubwa ambayo iko kwa wananchi. Tunachosikitika na kinachosikitisha kwamba viongozi badala ya kuona hili ni tatizo walichukulia hatua, wao wanalani watu ambao wanashangilia kiongozi anapokufa. Haya ni matokeo tu ya kile ambacho mmekitengeneza. Sasa wakulaaniwa ni nani? Ni aliyevuna matokeo au aliyesababisha tukafika hapa? Mimi nasema haya yote ni matokeo ya, mimi nauita uasi katika nchi. Na uasi mkubwa ni pale ambapo una viongozi ambao hawataki kwa maksudi, wanavuruga misingi ya katiba, misingi ya kisheria katika nchi, na kutufikisha hapa tulipo kwamba ni nchi ambayo ina crisis ya constitutional order yake. We are kind of a lawless country. Ndio leo tulipofika. Mwananchi wa kawaida, kuna mtu juzi alikuwa ananitania pale Zanzibar, anasema hii nchi kwa kweli ni ya ajabu kupita kiasi, kwamba mwananchi wa kawaida leo, masikini ya Mungu, chombo chake kinakamatwa, kinataifishwa, na ndio mtaji wake peke yake wa kupatia maisha. Kinataifishwa kwa sababu kavunja sheria, kaegesha pahala ambapo haparuhusiwi. Lakini aliyekuja kutunga kanuni hizo, anayesimamia sharia hiyo, yeye mwenyewe kachukua jimbo zima kwa kuiba. Kapata uwaziri uliompa mamlaka ya kutunga hizo kanuni kwa njia ya wizi, na hakufanywa kitu chochote. Lakini leo anakuja kutaifisha mali ya maskini mwananchi ambaye kosa lake nini? Kaegesha pahala ambapo haparuhusiwi. Ndio Tanzania ambapo leo tupo. Na tusione hivi Watanzania wamenyamaza sana, lakini mioyoni mwao kwa hakika kuna moto mkubwa sana wa hasira. Kwa hivyo kwa ufupi tunasema hayo ndio tuliyoyaona kwamba hapo ndio tulipo kwa ufupi. Naamini kila mmoja na hadithi nzuri hapa anayo ya kueleza, na ndio madhumuni ya kikao hichi. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.